Tukirudi Afrika, tunaitazama Libya. Libya bado imetumbukia katika hali ya sintofahamu ambapo mapigano ya silaha yameendelea huku yakifunga barabara kuu katika fukwe za magharibi mwa taifa hilo. Barabara kuu ya ufukweni inayopita katikati ya mji wa Zawiya nchini Libya, yapata kilomita 60 magharibi mwa mji wa Tripoli, imefungwa kabisa tangu Alhamisi jioni baada ya kuzuka mapigano na ufyatulianaji wa risasi kati ya makundi ya wenye silaha katika eneo hilo. Kumekuwa na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe na zaidi kinachogombaniwa ni mamlaka. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Al Masira, wapiganaji kutoka kikosi cha 103 kinachojulikana pia kwa jina la Al-Silah wamepigana na wapiganaji kutoka kikosi cha kwanza cha usaidizi cha jimbo la Zawiya. Hakuna taarifa iliyoripotiwa kuhusu majeruhi na hakuna taarifa rasmi zilizotolewa kuhusu chanzo cha mapigano hayo na namna kama kumekuwa na vifo. Mapigano kama hayo yanatokea mara kwa mara nchini Libya baada ya nchi hiyo kuingia katika tanuru la mgogoro baada ya kuuawa kwa Muammar Gaddafi, rais wa muda mrefu wa taifa hilo ambaye aliondolewa mamlakani mnamo mwaka 2012. Hivi karibuni mapigano makali yalizuka upya katika eneo la Janzu, yapata kilomita 12 magharibi mwa mji mkuu wa Libya Tripoli, kati ya makundi hasimu yenye silaha ambayo yako chini ya serikali ya umoja wa kitaifa ya Waziri Mkuu Abdul Hamid Deiba. Vyombo vya habari vya ndani vya Libya vimeripoti habari hiyo na kuongeza kuwa mapigano yalianza wakati kikosi cha Mahmoud Bujafar kilipovamia makao makuu ya brigedi ya 6 inayoongozwa na Munir al-Swaih na kuzusha vita vikali ambavyo ndani yake silaha za kati na nzito zilitumika. Barabara kuu ya pwani ya kuelekea Zawiya na soko kuu la mboga ambayo hivi sasa imefungwa pia kutokana na mapigano makali. Libya bado imegawanyika kati ya serikali mbili. Moja ni ile ya umoja wa kitaifa GNU inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa inayotawala upande wa magharibi, na nyingine ni serikali hasimu inayotawala upande wa mashariki mwa Libya ikiongozwa na Osama Hamad. Kuna mikono mingi ya nje inayochochea machafuko huko Libya. Serikali ya Osama Hamad inaunga mkono na jeshi la taifa la Libya linaloongozwa na Jenerali Khalifa Haftar. Khalifa Haftar ni miongoni mwa makamanda ambao waliachwa na Muammar Gaddafi na hivyo wameendeleza mapambano baada ya kumuua Muammar Gaddafi. Mtazamaji wa The World News, hiyo ndio hali nchini Libya. Bado hakujakaa sawa. Hali ya uchumi imezidi kuyumba, lakini mapigano ya mara kwa mara yameshuhudiwa. Yote haya ni kutokana na namna ambavyo nchi hiyo imeingia katika machafuko kwa miaka mingi tangu mwaka 2012 hadi leo hii. Basi endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi yanayojiri ulimwenguni kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.